takatifu la misa leo, adhimisho la shukrani na adhimisho ambalo ndani yake na daraja takatifu la upadre. Upadre ni zawadi ya Mungu, ni wito, na wito ambao kuna nia au lengo la kuendeleza kazi ya Kristo au utume wa Kristo mwenyewe. Kristo yeye mwenyewe aliwaita wale ambao wataendeleza kazi aliyokuwa anafanya au utume aliyokuwa anafanya, na kisha wale aliowaita na wenyewe pia aliwapa wajibu huo, wajibu wa kuwaita wengine kusudi waendeleze utume wake. Ni mnyororo ule ule tangu wakati ule wa mwanzo mpaka leo unaendelea. Mwenzetu aliyeko mbele yetu, Padre mteule Emmanuel, yeye anaitwa leo ili kuendeleza utume huu. Anatakaswa, anatengwa rasmi kwa majukumu muhimu ya kufundisha watu, ya kuwatakasa watu, ya kuwahudumia watu, huduma ambayo inalisha, huduma ambayo itakuwa inasaidia kuchunga, huduma inayolinda, huduma takatifu. Tunamwombea kusudi atimize wajibu huo kwa uaminifu, autimize kwa bidii, apokee mpango wa Mwenyezi Mungu, mpango ambao kwa kweli unapaswa kutekelezwa kwa imani. Tumesikia masomo ambayo yatatusindikiza au yatatusaidia tafakari juu ya huo wajibu ambao anapewa au juu ya utume wa Mwenyezi Mungu, utume ambao wanadamu wanafanya pia. Itazama somo la kwanza, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya 3 na kuendelea, sehemu ambayo tumesikia, sehemu ambayo ni wimbo wa pili wa mtumishi wa Bwana. Tunasikia habari za wito wa mtumishi wa Mungu. Mtumishi huyu anatajwa kuwa aliyeitwa na Mwenyezi Mungu, aliyeitwa tangu tumboni, na anaitwa kwa majukumu maalum. Anayemwita anasema, wewe u mtumishi wangu, na katika wewe nitatukuzwa. Wewe ni mtumishi wangu, na katika wewe nitatukuzwa. Nimekuumba tangu tumboni, ili kwanza uniletee Yakobo tena. Katika maandiko matakatifu, hasa Agano la Kale, jina hili la Yakobo linatumika kuwakilisha taifa la Israeli. Kwa hiyo niletee Yakobo tena, kwa maneno mengine taifa la Israeli, taifa ambalo wakati huo, wakati nabii huyu anaagua, anazungumzia habari ya mtumishi huyu ambaye atakuja, taifa lililokuwa limegawanyika, lililokuwa na mahangaiko mengi, linaloonekana kama limechoka kwa sababu mbalimbali, uongozi, labda ukoloni, utawala mbaya, lakini pia desturi ambazo hazikuwa nzuri, zilizopotoshwa na baadhi ya watu, wakiwemo hata na viongozi wa dini. Huyu anaambiwa wakusanye mbele yangu taifa la Israeli, wakusanye hao waliotawanyika kwa ukosefu, kwa uonevu, kwa kukosa viongozi waadilifu, ili uinue kabila la Yakobo. Jumbe huo uliinue taifa lililoanguka, kabila lililoanguka, ulirejeshe kwa Bwana. Haya mawili muhimu, kusanya taifa la Mungu, waleta mbele ya Bwana, kuliinua taifa ambalo
Kwa mtindo huu au kwa wajibu huu, basi unaweza kuwa nuru ya mataifa, na tena wokovu wangu mpaka miisho ya dunia. Haya ni maneno ambayo yanazungumzwa katika kitabu hiki cha nabii Isaya. Haya yalikuwa yanazungumza zaidi kuhusu Kristo au nabii mwingine ambaye mwandishi huyu alikuwa anamtafakari. Lakini kweli tunaona yametimia katika Kristo. Kristo amekusanya upya taifa la Israeli. Amekusanya upya jumuiya ya wanadamu iliyokuwa na mahangaiko kwa sababu ya dhambi na mengine. Kwa kifo, kwa mateso, kifo na ufufuo wake, amelifanya taifa upya. Ameliinua jumuiya iliyokuwa imeanguka. Kwa hivi jumuiya hii ambayo Kristo amelifanya jipya, jumuiya mpya kwa mafundisho yake na kwa utakaso ambao umeipokea kwa njia ya ubatizo, basi jumuiya hii inakuwa ni wokovu wa watu kwa ujumla. Leo tunapotoa daraja takatifu na hasa tunapozungumzia wito wa ndugu yetu na mito ya hivi katika kanisa, turejee haya maandiko kwamba tumeitwa ili tuwarudishe watu waliotawanyika kwa Bwana, ili tuwalete pamoja walio na mahangaiko kwa mafundisho, kwa habari njema, lakini pia kwa kuwatakasa. Tuwainue wale ambao wameanguka au waliopoteza hadhi yao kutokana na dhambi na mahangaiko mengine. Kwa namna hii wajumbe ambao wataonekana nuru ya mataifa. Kwa namna ya pekee ndugu yetu anapaswa kuwa kwa hivyo. Huu utabiri ambao ulikuwa kwa ajili ya Kristo, utabiri huo leo ni kwa ajili ya wale ambao Kristo amewaita na amewapa wajibu. Wametengwa kwa ajili yake, basi watimize wajibu huo. Tunamwombea ndugu yetu kusudi autimize wajibu huo kwa bidii na kwa uaminifu. Padre ni Kristo mwingine, anao wajibu wa kuhakikisha kondoo wanakuwa salama, kondoo wanarudi daima ndani ya zizi. Katika Injili ambayo tumesikia, Mwinjili Mathayo anatupa kwanza, sehemu ya kwanza anatupa mtasari wa kazi ya Yesu. Na mtasari huu unaeleza kazi ambazo ni muhimu za Kristo. Kazi ya kwanza ni kufundisha. Na ukitazama vizuri mafundisho yake pale mwanzoni yalianza na wale ambao alitaka kuwapa wajibu wa pekee. Na hao ni mitume. Alikaa nao kwanza. Aliwalea kwa maneno mengine. Aliwatayarisha kusudi baadaye wawe sawa sawa kiimani, lakini pia wajue wajibu wao ni nini. Ndugu yetu Emmanuel ametayarishwa na kanisa hivyo. Mara moja baada ya ubatizo hakupewa daraja kama hiyo, au hata baada ya kupokea kipaimara bado wamekuwa na safari ya malezi iliyochukua muda wa kutosha, safari ambayo imelenga wajibu wake, lakini vile vile maisha ya tawa ambayo atayaishi kufundisha, ili na yeye aje afundishe, na kwa mafundisho yake awalete pamoja jumuiya ya watu, wawe kama familia moja ya Mungu. Ahubiri habari njema ambayo ni Kristo mwenyewe, lakini pia aponye. Hayo ndio muhtasari ambao tunauona wa kazi ya Yesu ambayo Mathayo anaizungumza. Kufundisha. Yesu alifundisha, alihubiri, aliponya magonjwa pamoja na aina zote za udhaifu. Kwa sakramenti takatifu tatakasa watu, lakini kwa mafundisho tutafariji watu. Kwa mafundisho hayo tutawafanya wawe wapya. Walio dhaifu wasimame, waliochoka wahuishwe, wawe na nguvu mpya. Shughuli hizi za utume huu ambao Yesu aliofanya katika miji na vijiji ilimpa fursa ya kuona hali halisi ya watu.
Katika mazingira ambayo alihudumia, aliona hali halisi ya watu. Hali ya watu ilikuwaje? Katika Injili tumeelezwa vizuri, walikuwa wamechoka. Sema walikuwa wamechoka. Lakini la pili, anasema walikuwa wametawanyika. Walikuwa wametawanyika. Mambo muhimu sana. La kwanza wamechoka, lakini la pili wametawanyika. Tena wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Watu hao walikuwa hoi, tena wenye wasiwasi, kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa nini? Kwa nini hali ilikuwa hivyo? Yako mengi, lakini ya msingi kabisa yalikuwa haya. La kwanza, walichoshwa na sheria zile za Wayahudi pamoja na mapokeo ya wazee. Sheria zenyewe si mbaya kama zingekuwa zinatafsiriwa vizuri, lakini sheria hizi zimebebwa nzima, na wakati huo watu wamelazimishwa kuzikariri. Lakini pia jambo baya ni kwamba baadhi ya wale ambao pia walizifundisha, wakati mwingine waliwaonea na kuwadharau wasioweza kushika. Ni mzigo uliowachosha watu kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine waliona watu wametawanywa na udhaifu wa viongozi wako makuhani. Lakini hata hawa ambao Farisayo ambao walihusika, wengine wamejaa binafsi, wanaishi dini ambayo imeishia kwenye midomo, leo na mambo mengine. Hawa makuhani wakati mwingine pia walijali yale matoleo, walijali majitoleo mengi ya watu kuliko ibada inayotakiwa. Kwa hivi hawa walichoshwa na hali zao, lakini pia walitawanyika kwa sababu hakuna aliyewaongoza, hakuna aliyewasimamia. Mazingira ya namna hii ndio ambayo Yesu aliyaona. Yesu aliwahurumia watu na alionyesha hisia za huzuni. Hisia za huzuni kwa ajili ya hawa watu waliochoka, kwa ajili ya hawa ambao wametawanyika. Hisia hizi Yesu hakubaki nazo tu kama kiongozi, na tena kama mjumbe Mungu aliyechukua mwili akawa mwanadamu. Mjumbe wa Mungu alipaswa kuchukua hatua, na hatua ile ambayo amechukua ni hizi. Ya kwanza kabisa, aliwaelekeza wale, aliwaambia wasali. Kwanza kabisa, salini, ombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba Bwana. Sehemu nyingine inaongezwa kusema kwamba mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Na kwa bahati mbaya ilionekana hao wachache kwa wakati ule waliokuwepo hata walishawachosha watu. Sio kama sisi wenye utume wetu, wakati mwingine tukienda vibaya watu pia wanachoka, si ndio jamani? Watu pia wanachoka. Wakati mwingine hawaoni njia, wakati mwingine wanaelemewa na mambo mengine mengi. Kwa hiyo mazingira ya namna hiyo, somo la pili naeleza hii huduma hii pia inapitia mikono au inapewa wale ambao ni wanadamu, vyombo vya udongo vinahitaji kupewa. Kwa hiyo Yesu anawaambia, muombeni Bwana wa mavuno aongeze watendakazi katika shamba lake, aongeze watendakazi. Kwa hiyo ni mito la sala kwa ajili ya miito, ili hawa ambao wamechoka wasaidiwe, hawa ambao wametawanyika warudishwe pamoja. Ule utabiri tunasikia katika somo la kwanza, jumuiya ya Israeli iliyotawanyika iletwe nyuma ya Yakobo, iletwe mbele ya Bwana, iinuliwe nyumba iliyoanguka. Kwa ujumbe kama huu, kumwomba aongeze watendakazi. Lakini kwa upande mwingine pia alikuwa anawahimiza wale wasikilizaji waelewe kwamba suala hili la mavuno ni kazi ya Mungu, iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ni Mungu anayeita. Kwa hiyo watambue hili. Kwa hiyo ili kupata wahudumu wengi ambao
naye ndugu yetu, kazi yake ya kwanza hiyo, watu wajue anapofundisha fundisho la sala asiliache nje. Jumuiya ya watu isali, impende, imtumikie Mwenyezi Mungu, ishi kwa unyenyekevu. Anayesali anajiona yeye kiumbe na Mungu yupo Muumba. Na sehemu ya pili au kazi ya pili aliyofanya Kristo, ambaye amehudumia hao watu, ni kwamba aliwaita. Ndio alianza mara moja wajibu wa kuwasaidia hawa waliotawanyika, waliochoka. Aliwaita mitume 12. Mitume majina yao yametajwa, aliwaita kwa majina, na hawa akawapa wajibu wa kuwaendea wana wa Israeli ili kuwakusanya, ili kuwarudisha, ili kuwapa matumaini mapya. Ndugu yangu Emmanuel, unao wajibu kama huu. Fundisha jumuiya ya Mungu, lakini hakikisha pia malezi yatakayotolewa, yatakayopitia mafundisho yako pamoja na huduma zote takatifu zifanye familia ya Mungu wakati wote kuwa imara pia katika malezi, na tena zifungue milango kwa miito ambayo itasaidia watu kukusanywa mbele ya Mungu, daima kumrudia Mwenyezi Mungu, kumpenda na kumtumikia. Watu kukulishwa, wasitawanyike wakawa kama watu waliochoka wasio na mchungaji, lakini pia wakapokea huduma popote, wakala popote. Yeye mwenyewe Kristo ni mchungaji, na yeye anawaita wengine ili kuendeleza utume. Kanisa linao wajibu huo. Ndio maana bado kanisa kwa msaada wa Kristo, kwa mkono wa Kristo mwenyewe, linaendelea kuwapa watu uwezo ule wa Kristo, mamlaka yale ya Kristo, ili huduma hiyo ya kufundisha, ya kuhubiri na kutakasa watu iweze kuendelea. Kwa upande mwingine, jumuiya yetu waamini tunaalikwa kujifunza kwa Kristo, kujifunza namna ya kufanya utume. Namna hii moja ni ya kuwa karibu na watu. Sisi wachungaji, karibu na watu ni jambo la muhimu sana. Bila kuwa karibu na watu hatuwezi kuona hali yao. Kristo tunaambiwa alipokuwa akizunguka katika miji na vijiji, alipokuwa akifundisha katika mazingira yale ya watu, ndio aliona hali halisi, hawa waliochoka na hawa waliotawanyika. Tunahitaji kila mmoja kuwa karibu na mwenzake kusudi kuwa msaada, lakini pia ili tuweze kuguswa na hali za wengine. Yeye aliguswa na shida za wale ambao walikuwa wamechoka, ambao walikuwa wametawanyika. Ndugu yetu, tunakuomba uwe karibu na wale ambao utakabidhiwa na kanisa, ambao Kristo atakukabidhi, kusudi uone daima hali zao, lakini pia uguswe na mahangaiko yao, uwasaidie kile wanachohitaji, baada ya kufahamu wanahitaji nini, wametingwa na kitu gani. Tujifunze hali ya watu na kuwahudumia kadiri ya mahitaji yao. Hilo fundisho ambalo ni muhimu sana na linalodai siku ya leo ndugu yetu alishike, na sisi jumuiya ya Kristo kwa ujumla, kwa sababu tunashiriki ukuaji wa Kristo, hasa kwa ubatizo. Tunatakiwa Mungu atukuzwe ndani yetu, atukuzwe kwa kutimiza wajibu wetu wa kuwaonyesha wengine mfano, wa kualisha neno, lakini pia wa kuwainua kwa upendo kwa huduma mbalimbali, huduma ambazo zinasaidia waliochoka, waliotawanyika, ambao wanahitaji msaada wetu, nahitaji utayari. Injili imeeleza jinsi mitume walivyoagizwa na Kristo. Wameambia, poozeni wagonjwa,